You were watching Dilunga TV. Uhali gani mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya kila siku, karibu sana katika kipindi chako kizuri kabisa cha Mseto Talk. Na leo Dilunga TV tupo ndani ya ukumbi wa Dar es Salaam Serena Hotel. Hapa kuna kongamano kubwa kabisa la miaka 35 ya chama cha wanawake wanasheria almaarufu Taula katika kutetea haki za mwanamke na haki za mtoto wa kike Tanzania. Ungana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Katika kongamano hili utajifunza vitu vingi sana. Kuna mawakili wabobevu, lakini pia kuna wataalamu mbalimbali wa afya waliokuwa wabobevu katika sekta hizi. Ungana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Kama bado hujasubscribe, basi usikose kusubscribe, lakini pia tufollow Instagram, Facebook na TikTok kwa jina la Dilunga TV. Mimi naitwa Suleiman Dilunga, nyuma ya kamera ni daktari wa nyoyo. Tunafanya hivyo vitu vinne. Tunafanya uchechemuzi, advocacy, tunatoa elimu kwa jamii, tunatoa msaada wa kisheria kwa wanawake na watoto, lakini pia sisi wenyewe kama wanataula, ili tuweze kutoa hizo huduma tatu, tunajisaidia ili tuweze kukua kitaaluma na kuwa na weledi mzuri zaidi katika kufanya kazi zetu au majukumu yetu ambayo sisi kama taula tumekuwa tukiyafanya. Lakini taula ina ofisi katika mikoa 6 hapa Tanzania. Tuna ofisi Tanga, Dodoma, Arusha, Mwanza, Mbeya, lakini hapa Dar es Salaam makao makuu. Lakini tunajivunia zaidi kama taula kwamba tuna majengo yetu mawili binafsi. Kwa hiyo ofisi yetu ya Dodoma ambayo tumeizindua mwaka huu tarehe 3 mwezi wa 5, na ofisi yetu ya Dar es Salaam ni majengo yetu binafsi. Naomba mtukukie. Lakini mkoa wa Mwanza na Mbeya tuna maeneo ambayo tunataka kuyaendeleza ili tuweze kuwa na ofisi, na ili pia tupigiwe makofi. Kwa Tanga na Arusha bado, lakini tunaamini hapa tuko na wadau wengi. Mnaweza pia mkatuona, mkatusaidia ili tuweze kupata hayo maeneo katika hiyo mikoa ambayo nimeitaja. Lakini pia ile mikoa ambayo tumesema tunataka kuiendeleza, tunatamani pia kama wadau mliokuwa hapa na mna uwezo na mnajua wapi wanaweza wakatusaidia, basi tutawashukuruni sana kwa hiyo nafasi. Lakini kama taula, ili muweze tukujua kidogo, na najua kesho pia tutaiongelea, tumeweza kuhudumia watu mpaka tunafikisha miaka 35, tumeweza kuwahudumia watu milioni 7. Kumbukeni Tanzania tuna watu kama almost milioni 60 kitu. Kwa hiyo milioni 7 si haba waliopata huduma kutoka kwetu, ile ya moja kwa moja. Hata ile mbali, ile huduma ya mkuu ni msaada wa kisheria. Na msaada wa kisheria kama tunavyojua ni wale ambao wamekuja moja kwa moja kwetu tukawahudumia wakapata uwakilishi mahakamani, lakini kuna wale ambao tunawafanyia reconciliation, pengine hawaendi mahakamani lakini tukawahudumia, lakini kuna wale ambao tumewapa elimu ya moja kwa moja. Kwa hiyo ndio namba inakuja hivyo. Lakini pia kwa sababu pia taula tunatoa elimu kwa kutumia njia tofauti. Kwa mfano tuna machapisho, lakini tunafanya kazi na redio na television tofauti. Ngumu kuweza kupata ile figa ya moja kwa moja ya namba ambayo tumeweza kuwahudumia. Lakini ijulikane tu kwamba hata hivyo vyombo vya habari tumekuwa tukishirikiana nao ili kutoa elimu kwa jamii ili jamii iweze kuelewa haki zao. Lakini taula imekuwa ikishirikiana na wadau wengi sana, wengi sana katika kufanya kazi zetu. Kwa sababu sisi kama wanataula tunatambua kwamba ukifanya wewe peke yako unaweza usifanye kwa uzuri zaidi. Kuna ule msemo umetoka hapa sasa hivi, lakini najua umeshauelewa. Lakini ukiwa na wenzako, kwa mfano mkiwa mnatembea, kwa sisi ambao tunapenda kutembea, mimi napenda kutembea. Ukiwa unatembea peke yako unaweza usiende mbali sana. Lakini ukiwa unatembea na wengine na marafiki zako, especially wale marafiki zako wale sana wale, mnaweza mkatembea mwendo mrefu na wala msijue. Yaani mwisho wa siku tumefika hapa. Na ndivyo ambavyo taula inapenda kufanya hivyo, kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, kwa sababu tunatambua kwamba tukifanya pamoja na wadau tunafika. Na mfano tu mmoja ni kwamba wakati miaka ile ya 90 ndio taula ndio changa, yani baby
the baby is very young, Kiingereza kwa msisitizo. Kulikuwa kuna ule mchakato wa kutengeneza sheria ya ardhi. Sasa TAWLA pamoja na wadau mbalimbali, na TAWLA ndio ilikuwa mratibu wa hiyo mchakato kuhakikisha kwamba kwenye zile sheria za ardhi zina mtizamo wa kijinsia, na kuna vipengele moja kwa moja ambavyo vinaongelea kwamba mwanamke na mwanaume ana haki ya kumiliki ardhi. Kwa hili tulilifanya kwa mashirikiano, na kazi kubwa sana ilifanyika. Wakina Mama Rebangira wao wanaweza wakaielezea vizuri, wakina Mama Aja ambao walikuwa kipindi kile, Mama Kato, wote wanaweza wakaielezea vizuri, kwa sababu ni mchakato ambao haukuwa rahisi kuweka hivyo vifungo. Kumbuka miaka ya 90 ndio masuala haya ya masuala ya haki za wanawake ndio mapya Kwa haikuwa nyepesi. Kesho tutazindua kitabu chetu cha miaka 35. Mtaona hizo story ya TAWLA. Kwa wale ambao mtakipata hicho kitabu, kitakuwa pia online. Kwa hiyo mtaona hizo story kwamba hata kuanzishwa kwa TAWLA haikuwa jambo jepesi kwa kipindi kile. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo kama TAWLA tunajivunia, lakini tuliweza kufanya hivyo vyote kwa mashirikiano na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba mwisho wa siku tunafikia yale malengo ambayo sisi kama chama tunatamani kuyasikia. Wengine yote yale ambayo tumeyafanya kwa mazuri tutayasikia vizuri kesho asubuhi wakati wa mgeni rasmi akiwepo, ili nisiseme mengi ya kujirudia na kesho tena mkasikia yale na wadau ndio hawa ambao tutakuwepo. Sasa kwa nini tunafanya ili kongamano au symposium? Sisi kama TAWLA kwa miaka 30 tumefanya mambo mengi sana na kwenye maeneo mengi sana. Lakini maeneo ambayo tunaenda kuyajadili katika hizi siku mbili ni maeneo ambayo kwa kweli TAWLA imefocus sana kwenye hayo maeneo. Na tukaona kwamba ni vizuri tukae kwa pamoja, tupate katika kila topic tuwe na mmoja ambaye atatoa keynote, lakini tuwe na panel ambayo tutajadiliana na kuona na kureflect kwamba tulikotoka na tulipo mambo yakoje. Kwa maeneo ambayo tuliangalia sisi kama TAWLA ambayo kwa kweli sisi ndo niche yetu, na ndio maana hata topic yetu ya kwanza ni topic inaongelea masuala ya ardhi, kwa sababu sehemu nyingi sana ulikuwa ukienda miaka ya nyuma ukiongelea habari za ardhi na wanawake lazima utahitaji TAWLA, kwa sababu kwa namna moja au nyingine TAWLA imefanya kazi kubwa sana kwenye hili eneo. Kwa hiyo tukaona kwamba tufanye tuwe na hiyo topic ambayo itatizama zaidi kwenye masuala ya ardhi, na tutakuwa tuna wadau mbalimbali. Ni topic ya pili samani, kwa sababu the first na niche yetu ya TAWLA ni access to justice, kwa sababu ndio kilichotuunganisha sisi kama TAWLA. Sisi ni mawakili, na kama mawakili kitu chetu kikubwa ni nini? Si kuhakikisha kwamba haki inapatikana, si ndio? Na TAWLA kama taasisi, kitu chetu kikubwa tuwe na resources, tusiwe na resources in terms of financial resources, bado msaada wa kisheria utatolewa, kwa sababu kama nilivyosema, utajiri wetu uko kwa wanachama wetu, na hata tukiwa hatuna pesa bado huduma ya msaada wa kisheria itafanyika. Na kuna kipindi tulipitia wakati mgumu, lakini huduma ya msaada wa kisheria ilikuwa inaendelea kutolewa na wanachama wetu walikuwa wanaendelea kufanya nini? Kutoa hiyo huduma. Na ndio maana pia tunajivunia tuna majengo yetu, kwa sababu pia yanatusaidia hata kama inakuaje bado huduma itafanya nini? Itaendelea kupatikana. Kwa ndio maana topic yetu ya kwanza ni access to justice, na tuna wadau ambao watafanya hivyo. Na topic yetu ya pili ndio hiyo ya masuala ya ardhi, kwa sababu kama nilivyosema pia ni niche yetu, na ndio eneo ambalo pia tulipoanza kama TAWLA, kazi kubwa ambayo ilikuwa ilitukeep busy ile miaka ya 90 ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunapata vifungu vinavyoelezea mwanamke na mwanaume ana haki sawa za kuweza kumiliki ardhi. Lakini siku za hivi karibuni kumekuwa kuna masuala ya afya, huwezi ukaacha kuyaongelea. Afya ni ya muhimu. Ili tuweze kuwa hapa ni kwa sababu tuna afya nzuri. Kwa eneo lingine ambalo TAWLA imekuwa ikifanyia kazi ni eneo la afya. Tulianza mwanzoni kuangalia swala la afya ya uzazi. Na sisi kama TAWLA hatuwezi kuanza kitu chochote kabla hatujafanya tafiti na kujua. We are lawyers.
yani hiyo hatuwezi kuikimbia. Na kwa sababu ya lawyers na huwezi kuongea kitu bila kuwa na fact, bila kuwa umeifanyia utafiti. Kwa hiyo tulianza tu kwenye eneo la afya, tulianza kwenye masuala ya afya ya uzazi na tumeifanyia kazi hasa hili eneo, lakini miaka hivi karibuni tulianza kuangalia, na ndio imekuwa pia ni changamoto kubwa sana, haya magonjwa yasiyoambukiza. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana sana sana, na hili linapelekea kwa mfano kwenye vituo vyetu vya msaada wa kisheria unakuta wa mama wengi au wadada wengi wakija katika vituo vyetu vya msaada wa kisheria, hasa kwenye masuala ya mirathi, lakini pia kwenye masuala ya kazi. Watakuja ukiuliza watasema labda kwenye mirathi watasema mimi nimekuja nafuatilia wananionea na nini, lakini shukuru ni kwa sababu mume wangu alifariki. Sasa ukienda in detail kuuliza okay, yani ilikuwaje, labda mume wako alifariki na nini, utaambiwa alikufa kwa pressure, alikufa kwa kisukari, na kansa siku hizi ni changamoto, na yenyewe pia inatokana na lishe tunazokula. Kwa hiyo yote hivi tukaviangalia tukasema kwa nini na sisi kama Taula tusijiangalize? Lakini pia mwingine anasema kwamba masuala ya kazi, tusema mimi nilikuwa na caretaker, you know us women we are caretakers. Yaani mume akiumwa sisi ndio tunaotoa hizo huduma. Mtoto akiumwa sisi ndio tunaotoa hizo huduma. Kwa wengine wanapoteza kazi kwa sababu walikuwa wanatoa huduma kwa hao ambao walikuwa wanaumwa. Na hayo magonjwa tunaongelea magonjwa yasio ni janga. Tukubali tukatae. Na ndio maana katika hii topic tukamwomba Dr. Kaushik atakuja. Na wengi wetu Dr. Kaushik kumpata si mwepesi sana. Appointment kuna mtu anataka kumuona leo anaambiwa baada ya miezi 3, baada ya miezi mingapi. Lakini leo tutakuwa naye hapa atuelezee na yeye atupitishe, lakini tutakuwa na hilo jopo ambalo itafanya hizo discussion. Kwa leo tutakuwa na hizo topic zetu 3 na tutazifanyia kazi. Tunao presenters wazuri na moderators wazuri. Kwa hiyo let us sit back and enjoy this 35 years of Taula. Lakini kesho ndo tutakuwa na mgeni rasmi asubuhi. Alafu baada ya chai tutakuwa na topic yetu ya mwisho ambao tutakuwa tunajadiliana swala zima la watoto. Leo tunaongelea sisi watu wazima, wanawake, watoto na nini wako huko ndani, lakini kesho tutakuwa specific, tutafocus zaidi kwenye eneo zima la watoto. Hasa tukifocus kwenye swala la mimba za utotoni, tukifocus kwenye swala la ndoa za utotoni, lakini pia tukifocus kwenye swala la ukatili wa kijinsia. Na baada ya hapo sasa mchana tutakuwa na mkutano wetu mkuu. Kwa hiyo wana Taula tutabaki kwa ajili ya kujadiliana masuala yetu yanayotuhusu kama chama. Kama tunapokuwa tunafanya mazoezi ndio tunaongeza risk. Tukifanya tunapunguza. Kwa hiyo tunachozungumza hapa ambacho ni hatarishi katika magonjwa yasiyoambukiza ni kutokuwa active, inactivity au sedentary behavior. Na kwenye issue ya sedentary behavior takwimu zinaonyesha ilikuwa 20% kwa vijana, kwa watu wazima nafikiri ilikuwa kama 80 au 90%. Lakini wengi tuko active kwa sababu ya work related, kwamba kazi zetu ndio zinatupelekea tukawa active. 80. Yes. Yeah, in total inactivity 80%. Lakini tunapokuwa active mara nyingi ni work related, ambayo inachukua karibu 30% na transport kama 70% ya weki, kwamba tuko active kwa sababu tunafanya kazi, na tuko active kwa sababu hatuna other modes ya usafiri ambao wanafanya physical activity kama leisure, kwamba naamua sio lazima ukimbie barabarani, kwamba naamua kila Jumamosi nitakuwa nacheza ngoma. Mimi mzaramo zamani wakati wadogo tulikuwa tunakimbia mrundiko, kwamba kila Jumamosi nitaenda kwenye mrundiko. That is leisure, physical activity. Kwamba natenga muda wangu nitakwenda kwenye mrundiko, natenga muda wangu Ijumaa nitakwenda kwa, natenga muda wangu nitaamua kukimbia, natenga muda wangu nitafanya mazoezi, natenga muda wangu nitakuwa namwagilia bustani nyumbani kwangu. Lakini part of leisure, sio kwamba nafanya ili nipate kipato. Sasa leisure physical activity
ndio msingi kwenye afya, kwa sababu unafanya ukiwa mindful, nafanya kwa sababu ya afya yao. Hii inakuwa ni tabia endelevu. Kwa watu ambao mbele ya kuwa mkurugenzi zamani, na mimi sikuwa mkurugenzi zamani, sikuwa na kitabu, sasa hivi nimepata kitabu. Nilikuwa sina gari, siku hizi gari inanifuata mpaka nyumbani. Sitembei tena, yani zamani kwa sasa sasa napenda sana asubuhi sana naamka na wahi kadiri kwa kutembea. Kumbe nilichogundua kwamba nilikuwa sina gari. Sasa hizi za transport related shida yake ni hiyo. Ukipanda cheo, gari inakuacha, inakufuata mlangoni. Na ukiwa na senti kidogo, siku hizi bodaboda na bodaboda wangu ndio wanawake batibani. Kwa hiyo sehemu kubwa sana tunajikuta kwamba hatutengi muda kwa ajili ya mazoezi. Sasa ni issue kwa wanawake kwa sababu nyingi ya kuamua kuwa inactive imekuwa condemned. Taona labda tutasaidiana. Mimi na binti ana 12 years. Sasa hivi akianza kucheza nje na ugopa. Sasa acheze na wavulana, akipotea sitaki apotee kwenye macho yangu. Indirectly namfanya anakuwa less active. Sasa hivi tunamwambia kwamba afanye shughuli za ndani, sije afanye nini, akicheza nje watu watamchungulia. Yaani leo hizo zinaanza taratibu na anajiondoa, anabaki inactive. Watu ambao kikubwa zinachangia sana kwenye hizi sedentary behavior ambazo tunaziona kwa mama. Na kwa bahati mbaya katika myth tulizonazo nasema uzazi unanenepesha. Kwa hiyo kila mwanamke akipata mtoto anaruhusu kuwa obese. Dunia nzima ukiangalia wanawake wengi kama unaenda katika western world, wanawake wengi wamezaa na wana miili ya kawaida. Tunazungumzia obesity. Hata ulipokuwa binti, angalia ulipokuwa si kabla hujazaa na baada ya kuzaa, inawezekana kama umebadilisha morphology, isipokuwa umeaccept kuongezeka. Sasa tuseme tu kwa kifupi, naomba nimalizie tu maneno machache. Kwa nini physical activity ni muhimu? Miili yetu imetengenezwa na misuli. Misuli yetu refu kabisa katika mwili iko katika miguu, iko kwenye mikono. Na hii misuli ndio number 1 consumer wa glucose na energy tunazokula. Ukiwa unatumia chakula cha sukari kwa maana ya wanga unatumia, mwili wako unatakiwa utoe kimeng'enyo kinaitwa insulin kwa ajili ya kuweza kufungua seli ziweze kuchukua glucose inayozunguka kwenye mwili wako kwa ajili ya kuingia na kufanya kazi. Ikizidi inachukua nyingine, inapeleka kwenye ini, inahifadhi. Sukari inahifadhiwa kwenye ini na maeneo mengine, inasababisha kitu kinaitwa insulin resistance. Mwili baadaye unaanza kushindwa kunyonya sukari. Na kuna mtu alikuwa ananiambia juzi, diabetes ndio mama wa NCD. Ukishafika katika stage hiyo, unakaribisha ugonjwa mwingine wote, ugonjwa unaweza kufuata baada ya stage hiyo, except machache tu. Sasa mtu amefanya mazoezi, msuli wake una uwezo wa kunyonya sukari bila kutegemea insulin. Na baada ya mazoezi unaweza kukaa mpaka masaa mawili ile hali itaendelea bado kuwepo. Kwa hiyo mazoezi ni kitu muhimu kwa sababu hiyo. Lakini as we age, kila mtu anaweza kufunga macho na kukumbuka babu yake au bibi yake. Ukivuta ngozi yao inaning'inia, yani unaweza kuvuta kama shati, si ndio? As we age, muscles zinaisha, zinapungua. Ukifanya mazoezi tu ndio wakati pekee ambapo muscles zinaweza zikawa bulky. Chukua picha tu ya mpiga mbeba vyuma yoyote. Na wanawake wengi wanaogopa wasiwe na mwili mkubwa, lakini ni muhimu kwa sababu ya kumaintain muscle bulkiness. As we age, muscle bulkiness inapungua. Kama tunafanya mazoezi ndio pekee tunaweza kuretain muscles za kutosha. Na kadri muscles zinapungua, ndivyo kadri sukari unayokula inazurura zaidi mwilini na kukuletea madhara. Na ndio maana after 40s risk ya NCDs pia inaongezeka. Ni wakati ambapo muscles zina decline kama protein zingine zinavyo decline ndani ya mwili. Kwa hiyo mazoezi ni muhimu. Moja, yatatusaidia kwanza katika kuchoma sukari immediately, mbili ku maintain muscle bulkiness, lakini tatu kuna mazoezi mengine haya flexibility. Nyonga sijui na uma, miguu imefanya nini? Kwa kadri ambavyo unakuwa inactive, hizo joint nazo zinakuwa stiff na zinaanza kuleta shida baadaye. Lakini pia kuna vipingili ndani ya mgongo wako nyuma, kama ufanye mazoezi ya flexibility, as you age zinaleta mifupa na huwa zinaleta maumivu zaidi as people grow old. Kwa hiyo hii ni nutshell kuhusiana na mazoezi, lakini ni issue ya watu wote, wanawake na wanaume.
Lakini kinachochangia zaidi sasa, hata hao ambao wanaenda mazoezini tunafanyaga jogging, tunafanya marathon, wakimaliza tu mazoezi ile faida yote wanaichuma kwa pombe. Kwenye fatty liver diseases ina majina mawili. Kuna alcoholic fatty liver diseases na non-alcoholic fatty liver diseases. In 60s hii ni kujaa mafuta mara nyingi inasababishwa na pombe, kwa sababu ulaji wa namna hii kwa haupo. Kwa hiyo wale wenzangu na mimi tunafanya vizuri, tukimaliza tunakunywa pombe. Issue namba 6 ya wanawake ni unywaji wa pombe, hasa wine. Wengi wanajua kwamba wine nyingine ni mbaya kuliko bia kwa sababu ya alcohol concentration iliyo kwenye wine. Na wanawake wanatumia kwamba mimi nakunywa wine tu, si hiyo ni issue nyingine naomba nishare. Naomba tukae na kupambana na magonjwa ya maambukizi. Labda sema kwa kifupi kuhusiana na mchango wa Taula katika eneo la kuimarisha afya ya jamii, yani promotion of public health. Kwa kipindi cha muongo mmoja sasa, takriban miaka 10 toka miaka 2014, Taula ilianza si kuondoka, isipokuwa kuongeza wigo wa shughuli zake za uchechemuzi. Waasisi wetu walioko hapa wa chama hiki cha wanasheria wanawake walijielekeza kwenye masuala makubwa ya utoaji wa huduma za msaada wa kisheria, kuhakikisha kwamba tunakuwa na sheria zinazoweka mazingira rafiki ya upatikanaji ardhi kwa wanawake, masuala ya ukatili wa kijinsia, masuala ya kuboresha mahusiano mahali pa kazi, ndoa za utotoni, na kuona namna ya kupunguza matukio ya ubakaji, sexual violence na hayo kwa ujumla wake. Lakini takriban muongo mmoja uliopita tulianza kujielekeza kwenye kuangalia maeneo mengine ikiwemo sehemu ya eneo la public health, na tulianza kuangalia masuala ya haki ya afya ya uzazi, masuala ya usalama barabarani, na sasa tuko kwenye magonjwa yasiyoambukiza, na haya mengine niliyoyataja si kana kwamba tumeyaacha, bado tunayafanyia kazi. Wakati Profesa Kaushik anatoa wasilisho lake, tumeona ameeleza maeneo 10 au magonjwa yasiyoambukiza, na tunaona lile la 10 amezungumzia habari ya injuries and violence, masuala ya majeraha. Sasa zile initiative zetu katika masuala ya usalama barabarani zilikuwa zinajielekeza kwenye eneo lile. Na kimsingi tunacho mchango wa Taula unakuja katika kuhakikisha kwamba kama watetezi wa haki za binadamu na makundi ya wanawake na watoto, tunaangalia kwa mtazamo huo kwamba magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo hayo ambayo tumeyataja wakati ule, ajali za barabarani, tunaweza kuyapunguza kwa kiasi gani ili kutunza uhai, au tunapozungumzia masuala ya haki ya afya ya uzazi, wanawake wasipoteze maisha kwa sababu ya uzazi. Tunapozungumzia sasa masuala ya magonjwa yasiyoambukiza kwenye eneo lile la usalama barabarani, tulifanya vizuri. Tayari tunayo bili inayojielekeza kwenye yale maeneo 5 kama ambavyo tumemsikia profesa akizungumzia, zile tunaziita WHO best buys. Ni initiative au approach ambazo zimefanyiwa tafiti na zikaonekana zikitumika zinaweza kupunguza hizo changamoto za magonjwa yasiyoambukiza. Tukiondoka huko sasa tuje kwenye masuala ya magonjwa yasiyoambukiza. Tunafahamu kwamba sheria imekuwa na mchango wa kutatua changamoto nyingi. Inawezekana si zote, lakini changamoto nyingi ambazo binadamu wanakabiliana nazo, sheria inaweza kuwa ni nyenzo ya kuzipunguza au kuziondoa. Sasa tutapata nafasi ya kuweza kuona kwamba kunao mchango mkubwa wa sheria unaoweza kupunguza magonjwa yasiyoambukiza. Yako mambo ambayo tulisikia katika wasilisho awali kwamba mazingira ya kiuchumi, mazingira ya kijamii ni namna gani yanasababisha au yanaongeza kwa namna moja au nyingine ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza, na hii kiambatana na ongezeko la ukuaji wa miji, yani urbanization. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na sheria ambazo zitasaidia kuweza kuweka uwanja wa usawa wa kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji wa chakula salama, kuna uwajibikaji kwa watengenezaji na wasindikaji wa vyakula, lakini sheria tulizonazo zinaweza kufanya kuwa na ile tunaita coordination nzuri ya taasisi ambazo zinahusika na masuala ya afya ya jamii na kuweza kuleta mabadiliko.
mfano mdogo tu tunapoangalia kwenye masuala ya magonjwa yasiyoambukiza, tunaposema kuweka uwanja wa usawa kwa kutumia sheria, kwa sababu ya ongezeko la miji, yani urbanization, tunaanza kuona vyakula vingi vinavyoliwa vinatoka viwandani. Sasa ziko tafiti ambazo zimeonyesha vyakula vingi vilivyosindikwa vina wingi wa chumvi, wingi wa sukari, wingi wa mafuta, ambayo kwa namna moja au nyingine vinasababisha ongezeko la hayo magonjwa. Kwa hiyo tukiangalia sheria inakujaje hapa, sasa sheria inaweza ikawa na mchango wa kutusaidia kwamba hivi viwango ambavyo ni hatarishi kwenye vyakula vyetu, tunakuwa na sheria inayolazimisha kuhakikisha kwamba vinakuwa vya kiwango ambacho ni salama. Lengo si hasa kuwa na sheria ambazo zitazuia wafanyabiashara kufanya biashara, hapana, ila kuhakikisha kwamba tunakuwa na kiwango cha chakula ambacho kinakuwa ni salama. Sasa tunapoangalia pia swala la sheria kuleta swala la coordination, tunazo mamlaka ambazo zinaratibu swala la chakula, lakini wote tunafahamu chakula salama haimaanishi ndio chakula kinachofaa. Soda ya Coca-Cola, nadhani tuko sehemu salama kutaja, labda nisitaje brand name, naomba niondoe hilo jina nililolitaja. Labda tuseme soda ikiwepo hapa nikinywa sasa hivi ni kinywaji salama kwa sababu hakitaniletea madhara baada ya hapa. Lakini ukweli ni kwamba unywaji wa soda baada ya muda mrefu unaweza ukasababisha maradhi yasiyoambukiza. Sasa tunachokitaka ni sheria iweze kusema kwamba ni kiwango gani kiwepo humu cha sukari, ili mfanyabiashara yeye aweze kuuza soda yake, lakini mimi ambaye najua nataka kujiepusha na matumizi ya sukari niweze kujua kiwango cha sukari kilichomo katika hichi kinywaji, ili niweze kujiepusha nacho nisikitumie, au nikitumie nikiwa nafahamu. Tunafahamu vizuri masuala ya consumer protection. Kwa hiyo sheria inaweza kutusaidia kuweka huo uwanja rafiki wa mlaji na mtengenezaji kuweza kulinda maslahi ya pande zote. Lakini tunapokuja pia kwenye swala la coordination, kama vile ambavyo nimesema, unagundua kwamba mamlaka tulizo nazo zinaangalia kama ambavyo nimetoa mfano wa soda, hiyo inaangalia tu kwamba soda ni salama, nikinywa sitapata infection. Lakini ukweli kwamba soda inaweza ikawa na madhara zaidi ya hayo. Sasa tunapozungumzia coordination, lazima tuwe na mamlaka ambazo zitakuwa zinasimamia sheria na utekelezaji wa sheria kulingana na ule uwezo wa ujuzi wa kitaasisi, kwamba tunayo Wizara ya Viwanda ambayo inatusaidia tuweze kuwa na mazingira rafiki na kuongeza biashara, lakini Wizara ya Afya anafahamu zaidi kwamba chakula gani ni salama. Kwa hiyo tunaweza kuangalia kwa ufupi na tukagundua kwamba sheria ipo na mchango mkubwa wa kulinda afya ya mlaji, kupunguza upatikanaji wa vyakula ambavyo si vyenye afya sokoni, kwa sababu si kila chakula ambacho ni salama ni chakula sahihi, lakini inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika kupunguza magonjwa yasiyoambukiza. Ningeomba niishie hapo kwa sasa, labda kama nitakuwa na mchango mwingine baadaye. Asante sana kwa kujibu.